Basi kwa niaba ya mkuu wa wilaya naomba nizungumze machache. Mheshimiwa mkuu wa wilaya anatoa ujumbe ufuatao kwa vijana. Kwanza, anasema tamasha hili sio sehemu ya kushindana pekee, bali ni fursa ya kujifunza, kujitambua na kujenga safari ya mafanikio. Lakini anawatia moyo vijana, anawaeleza kwamba wasiogope kuonyesha uwezo wenu. Kwa kila msanii, mwanamichezo au mbunifu mkubwa, akiamini kwamba hawa wote mnaoona wasanii wakubwa walianza kwa hatua ndogo kama zinazofanyika hapa. Lakini vile vile Mheshimiwa mkuu wa wilaya anazungumza kwamba vipaji vikichanganywa na nidhamu, bidii na uvumilivu, bila kuwepo tamaa ya utajiri wa haraka, vinaweza kuwa chanzo cha ajira na maendeleo. Anaendelea kuasa kwamba watumie mitandao ya kijamii na teknolojia kwa kujenga majina yao, lakini vile vile waheshimu wenzao. Vijana vile vile mkuu wa wilaya anawaasa wakubali kukosolewa na waendelee kujifunza kila siku. Lakini anawakumbusha wale watakaoshindwa ambao labda hawatapata nafasi, anawakumbusha kwamba kushindwa leo sio mwisho wa ndoto zao, ni sehemu ya safari ya mafanikio. Endeleeni kuamini vipaji vyenu, kuvitunza na kuvitumia kujenga familia, jamii na taifa. Anawasa vile vile wasikubali kipaji chako kifichwe na hofu. Simama, onyesha uwezo wako na acha dunia ikutambue. Lakini vile vile anawapa hongera washiriki wote na kuwatakia laheri. Lakini mwisho anawaasa mambo yafuatayo. La kwanza, wajiepushe na matumizi ya madawa ya kulevya na ulevi wa kupindukia, kwani vinaweza kuharibu afya, maamuzi na mustakabali wa vipaji vyenu hapo baadaye. Kwa hiyo anasisitiza kabisa kwamba pamoja na kushiriki, basi tuangalie na usalama wetu wakati wa kurudi nyumbani. Anawakumbusha vijana kuepuka makundi yenye ushawishi mbaya yanayowasukuma kwenye vitendo vya uhalifu na tabia hatarishi. Lakini anawakumbusha vile vijana na watu wote waliohudhuria, anawakumbusha vijana wasiache elimu na kujifunza. Hata kama una kipaji, maarifa yanaweza kukusaidia kukiendeleza na kusimamia vizuri kipaji chako. Anaeleza kuwa epuka uvivu na kutaka mafanikio ya haraka bila kufanya kazi kwa bidii. Anaendelea kuwasisitiza vijana wasiwe na tabia ya kudharau na kuwakatisha tamaa wenzao. Shindaneni kwa heshima na mjifunze kutoka kwa kila mmoja. Tumia mitandao ya kijamii kwa busara. Epukeni matusi, taarifa za uongo na maudhui yanayoweza kuharibu sifa zenu. Lakini vile vile anawakumbusha kuwaheshimu waandaaji ambao wameandaa hili tamasha, kuwaheshimu majaji kama walivyokaa hapa tunawaona, walimu wanaowafundisha kwenye mafunzo kabla ya kushiriki mashindano, lakini vile vile wazazi na sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kutuongoza. Kwa vijana kulinda afya, hasa afya ya mwili na akili, kwa kupumzika vya kutosha, hasa watakapokuwa wanamaliza kufanya shughuli zao. Anawakumbusha kula vizuri na kutafuta ushauri panapohitajika. Na kwa sababu tuko kwenye jamii, anawakumbusha kujiepusha na vitendo vya uhalifu kama wizi, utapeli,
au uhalifu wa mali na uchonganishi kwenye jamii. Anawasisitiza vile vile kuepuka kujilinganisha kupita kiasi na wengine. Kila mtu ana safari yake, jikite katika kuboresha uwezo wako. Ishi kwenye mazingira rafiki, penda eneo lako la kazi na kulipendezesha. Usafi ni tabia na kuonyesha ustaarabu wa mtu. Msidharau au kuwa na kejeli kwa wengine, mshindane kwa heshima. Naamini wote tumeona hapo walikuwa wanakuja wanashindana kwa heshima. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Wasanii hapo walikuwa wanakuja naona wanashindana kwa heshima. Msidharau au kuwakejeli wengine. Msikate tamaa. Mkikosa ushindi, kila uzoefu ni hatua ya kujifunza. Jiepushe na mahusiano yanayoweza kuwatoa kwenye malengo yenu na kuwafanya mpuuze wajibu wenu. Msiwe na tabia ya kudanganya kuhusu uwezo na mafanikio yenu, na uaminifu kujenga heshima. Epuka matumizi mabaya ya fedha mnazopata na hasa mtakazopata hapa. Jifunze kuweka akiba na kuwekeza katika kukuza vipaji vyenu. Msikubali kushawishiwa kufanya mambo yanayokwenda kinyume na maadili yenu kwa ahadi za umaarufu na fedha. Heshimu muda, kufika mapema na kutimiza ratiba na sehemu ya taaluma. Dumisheni usafi wa mazingira ya tamasha lenu hapa mnapofanyia, na mlinde mali za wengine. Mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya anawakumbusha vijana kwamba kipaji ni zawadi. Si mnaona hapo walikuwa wanatumbuiza, anaweza kwamba kipaji ni zawadi. Vipaji vinakuwa pale vinapoongozwa na maadili, nidhamu na heshima. Linda tabia yako, linda jina lako, heshimu wengine, na tumia kipaji chako kuwa mfano mwema katika jamii. Tabia njema hujenga jina zuri, na jina zuri hufungua milango ya fursa. Naamini ujumbe wa mkuu wa wilaya umefika vizuri. Naamini ujumbe wa mkuu wa wilaya umefika vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza.